Anasema jihadharini mioyo yenu isije ikalemewa na anasa, ulevi. Biblia takatifu inasema na fadhaa za maisha haya, kule masumbufu. Habari njema ikisema shughuli. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Ni muhimu sana kuangalia usije ukalemewa kabisa moyo wa mtu, nafsi ya mtu ile ya ndani, mwili wa mtu, roho ya mtu inaweza ikalemewa. Na hapa ametuambia mambo ambayo yanaweza yakamlemea mtu: ulevi, mahali anasema anasa, ulevi na shughuli mbalimbali za ulimwengu tunazozifanya zinaweza zikaulemea moyo wako, alafu shirika wako na Mungu ukaondoka. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mithali 19:21. Mithali 19:21. Mithali 19:21. Mauti, Mithali 19:21. Mna hila nyingi moyoni mwa mtu, lakini shauri la Bwana ndilo litakalo simama. Anajaribu kutambulisha moja ya vitu vinavyoweza vikafanya kulemewa ndani yake ni hila. Zinaweza zikafanya moyo wa mtu, nafsi ya mtu, mwili wa mtu ukalemewa, kwa sababu hila ikiwa ndani baadaye huwa inatoka inafanya kazi kwenye mwili na mtu anachukua hatua. Sasa angalia, nimepewa mambo machache nipate nafasi ya kueleza. Jambo la kwanza, anaposema jihadhari au uwe macho au jiangalie, uwe makini, moyo, mwili, nafsi visije vikalemewa. Jambo la kwanza, visije vikalemewa na kiburi. Jambo la kwanza, kiburi kinaweza kalemea moyo, nafsi, kinaweza kalemewa mwili, kinaweza kalemea na roho yako. Kiburi kinapokaa ndani kinaua ushirika wako na Mungu na unabaki na mahusiano. Kiburi kinapokaa ndani ya mtu kinaua ushirika wako na Mungu na unabaki na mahusiano na Mungu. Watu wote wenye viburi huwa wanaondolewa kwenye nafasi ya ushirika, wanabaki kwenye nafasi ya mahusiano. Ataenda kanisani, atafanya kila kitu, atafanya kazi kwa malingo, fanya kazi kwa malingo, yani pasipo yeye hamna kinachoweza kufanya nini kikafanyika. Kalingalinga kila namna anavyoweza, wanabaki na hatua ya mahusiano, ila ushirika, kile kiburi huwa kinapiga ndani ushirika na Mungu akaagi mahali ambapo pana kiburi. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mwambie jirani yako kiburi. Mwambie kiburi. Kiburi ni ile hali ya kujiinua, kuona unafaa kuliko mtu mwingine. Kiburi ni ile hali ya kuona wewe ni wa thamani kuliko mtu mwingine. Wewe unaweza kuliko mtu mwingine. Pamoja na nafasi mbalimbali Mungu alizotupa, hatutakiwi kuinua kiburi. Tunatakiwa tujengwe kwenye roho ya unyenyekevu. Roho ya unyenyekevu. Ndio maana mahali fulani Biblia inasema mtanijengea nyumba ya namna gani nipate kukaa? Haitoshi hata ujenge gorofa. Biblia inasema mtanijengea nyumba ya namna gani nipate kukaa. Lakini anasema moyo ulionyenyekea, moyo uliotubu, moyo ulioshuka, moyo unaotetemeka unaposikia neno la Bwana. Anasema hapo ndipo ninapoingia kukaa. Mungu wa ajabu. Hiyo ndio nyumba yake. Palipo na kiburi, tayari hiyo nyumba Mungu hawezi kukaa. Ni nyumba kubwa sana. Mtanijengea nyumba gani nipate kukaa? Unataka kuwa na ushirika na Mungu, hakisha unashughulika na kitu kinachoitwa kiburi, maana kinaua ushirika wako na Mungu na unabaki na mahusiano na Mungu. Unasema mtumishi unaueje? Nimesema palipo na kiburi hapana ushirika na nani? Hapana ushirika na Mungu. Ezekieli 28:17.
Ezekieli 28:17. Ezekieli 28:17. Kitabu cha Ezekieli. Ezekieli 28:17. Mahali hapo neno la Mungu linasema hivi. Ezekieli 28:17. 28:17 anasema, moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Moyo wa mfalme uliinuka. Ulipoinuka, anasema na ile hekima, na nilikwambia kwenye neno la Mungu ndiko tunakopata hekima, ndiko tunakojenga ushirika na Mungu. Sasa angalia ile hekima, anaposema ile hekima, manake kuna hekima ambayo Mungu alikuwa ameiacha ndani ya yule mtu. Lakini moyo wake ulipoinuka, anataja sababu, kwa sababu ya uzuri. Hebu sema uzuri. Sijua kuna watu wanalingia wengine uzuri walio nao. Ainuliwe Mungu, ainuliwe tu Mungu aliye hai. Kila mtu ni mzuri. Mwangalie jirani yako, mwambie hata wewe mzuri. Mwambie hata wewe mzuri. Mwambie hata wewe mzuri. Ila tu uzuri unatofautiana wapi? Kimatumizi, kimaonekano wapi? Hapa kiburi kiliinuka kwa sababu ya uzuri aliyokuwa nao. Akaanza kutumaini uzuri alio nao badala ya kumtumaini Mungu aliye hai. Akasema kwa sababu hiyo nimekushusha. Kwa lugha nyingine, nimetoka kwenye hatua ya ushirika na wewe. Sasa tembea peke yako. Uone na huo uzuri ulio nao, ndio utajua ni kopo. Uone na fedha ulizo nazo, ndio utaona kopo. Kwa sababu kuna watu wana fedha lakini hawana amani na hizo nini? Na hizo fedha. Unafikiri ni fedha tu zinafanya tu uwe na amani. Cha kwanza kinachofanya uwe na amani kwa sababu una ushirika na nani? Na Mungu. Tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Yanapozidishwa wakati una ushirika na Mungu, yanakuja na amani. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo moyo wake uliinuka kwa sababu ya uzuri. Akamwambia, kwa hiyo umeharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekuacha. Kwa sababu alikuwa anajikweza. Ndio maana Luka 14:11 ni kitu moja muhimu sana. Luka 14:11. Luka 14:11. Luka 14:11. Mahali hapo neno la Mungu linasema, kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye jidhilie atakwezwa. Anayejishusha, Biblia inasema Mungu atamuinua, na anayejiinua Mungu atafanyeje? Atamshusha. Moja ya kitu kinachopelekea ni kiburi. Kwa hiyo unapokuwa na kiburi, uwe na uhakika mahusiano yako na Mungu yataendelea, lakini ushirika wako na Mungu utakoma. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kwa hiyo nasema jihadhari sasa, mwili wako, roho yako, nafsi yako isije ikalemewa na hayo. Kwa hiyo kesheni mkiomba. Unaomba nini? Kwamba Bwana, kiburi kisije kikainuka, nisaidie kila siku, nipe roho ya unyenyekevu. Kesheni Mungu. Lakini eneo la pili, kuna kiburi cha fedha. Kiburi cha fedha. Sema kiburi cha fedha. Sema kiburi cha fedha. Sema kiburi cha fedha. Okay. Kiburi cha fedha. Mtu ana kiburi kimenyanyuka kwa sababu ya fedha alionayo. Kwa sababu ya mali alionayo. Kwa sababu ya uwezo alionao. Wewe sio wa kwanza, wako wengi. Kwa hiyo wewe unafanya tu maigizo, ila tayari kwenye Biblia wapo. Kwenye Biblia wapo. Ndio maana ukisoma kitabu kile cha Mathayo 26:15-17 akasema, nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Tokea wakati huo akawa akitafuta nafsi apate kumsaliti. Hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tuandalia uile Pasaka? Ni wapi? Huyu ni Yuda aliyemsaliti Yesu kwa sababu ya vipande vya fedha. Kwa lugha nyingine, alipoona fedha moyo wake uliinuka, ukawa na nguvu kuliko nini? Kuliko Mungu.
Yaani yeye aliposikia tu mambo ya hela, hela ikachukua nafasi kuliko nani? Kuliko Mungu. Amesahau ya kwamba Mungu anatakiwa achukue nafasi kubwa kuliko nini? Kuliko fedha. Maana unapokuwa na Mungu ndani, fedha inatakiwa imheshimu Mungu. Na sio Mungu aiheshimu nini? Aiheshimu fedha. Unanielewa? Narudia tena, nasema hivi. Fedha inatakiwa imheshimu Mungu. Ninaposema fedha inatakiwa imheshimu Mungu, manake huyo ambaye Mungu ameachilia ndani yake, yeye amheshimu ndani Mungu. Na sio Mungu yeye ndio aiheshimu ile fedha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yuda aliposikia habari ya fedha akasahau kila kitu kama yuko Mungu aliye hai. Fedha ni nzuri sana. Fedha inafanya mambo mengi sana. Hata sisi hii semina inaenda, kama hamna fedha hii semina isingeenda pia. Lakini angalia, fedha isije kachukua nafasi ya Mungu. Fedha inatakiwa mfuate Mungu. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kiburi kwa sababu ya fedha. Unatakiwa umuombe Mungu. Hata kama sala yako ya kubarikiwa namna gani, bado mwambie Bwana, wewe ni mkubwa kuliko hizi fedha nilizopewa. Wewe ni mkubwa kuliko hizi mali nilizo nazo. Wewe ni mkubwa kuliko haya mafanikio nilio nayo. Ni mtu tu mwenye ushirika na Mungu ndio anaweza katamka hayo maneno. Vinginevyo ndio utashangaa, piga nikulipe. Sasa wewe piga tu, mimi namlipa. Mwambie jirani yako fedha. Mwambie fedha. Mwambie fedha. Mwambie fedha. Mwambie fedha. Ni muhimu sana. Ndio maana ukienda hata kwa Esther mlango wa 4:5 mpaka 7, unakutana yule mtu aliyekuwa anafanya vita na Wayahudi kwa sababu alikuwa ameahidiwa nafasi. Palipo na nafasi, maeneo mengine pana hela. Kwa hiyo alijua akipewa nafasi amepewa na hela. Moyo wake ukafanyaje? Ukainuka. Mwambie jirani yako uwe makini na fedha ambazo Mungu anakupa. Mkazie macho, kuna hoja nataka niongee hapa. Mwambie uwe makini na fedha ambayo Mungu anakupa. Usipokuwa nayo makini, utafikiri Mungu anakuongoza, kumbe hela inakuongoza. Usipokuwa makini, utafikiria Mungu anakuamlia, kumbe fedha inakuamlia. Mzee, unanielewa? Unaweza kufikiri Mungu anakuamlia, kumbe fedha ndio zinakuamlia. Unaweza kufikiri Mungu anakusaidia, kumbe fedha ndizo zinakusaidia. Ushirika wako na Mungu umeshapotea. Ameshaona fedha tayari ina nguvu kuliko Mungu. Mungu anakaa pembeni. Ndio maana Biblia inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako. Akili za nini? Hata namna ya kutafuta fedha zinapokuja, uone ya kwamba ni mkono wa Bwana ndio uliokusaidia, and not you. Biblia inasema fedha ni jawabu la mambo yote. Wengine wanachukuliaga hapa, acha ni jawabu la mambo yote. Akitaka kuonga na onga. Fedha ni jawabu la mambo yote. Endelea kutafsiri hivyo. Taka kufunga mtu, funga tu, si ana hela. Umesahau yuko Mungu ambaye hapokei rushwa. Yeye ni Mungu wa haki. Mwangalie jirani yako. Mwambie Mungu akikupa fedha, mweke Mungu mbele kwanza. Na hayo yatafuata. Na sio tu yatafuata, yatatii. Fedha. Mtu kwa sababu tu ana fedha, anaweza akafanya vitu vya dharau ndani ya kanisa. Anaweza kufanya vitu vya dharau. Umemsahau yule alipoona kwa sababu ana mali, akaenda mpaka kwa makuhani, ameona kazi anataka aanze kufukuzia uvumba yeye mwenyewe. Akamwambia, mali yako ndio nakuleta huko, ondoka. Amesahau kwamba kuna makuhani. Akabeba mwenyewe uvumba, akaanza kwenda kufukuzia wapi kwenye. Akamwambia, ondoka. Wewe sio kazi. Yupo kuhani niliyomweka afanye hiyo kazi. Una hela zako, kaa huko, subiri maelekezo. Unapoenda kwenye madhabahu ya Bwana, kwenye madhabahu ya Bwana kuna kuhani wa madhabahu anayesimama. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kuna watu wako ndani ya makanisa wana hela nyingi sana. Kuna vitu unaweza kama mnaumiza laki moja, laki tano. Kuna watu wengine wanawaza, wanakuangalia wewe, wanaweza kutoa. Si unyanyuke tu, Bwana amenibariki, baba naomba tuendelee na mambo mengine. Kama Mungu amekubariki, unaweza kufanyika kwa watu wengine baraka, fanyika kuwa baraka. Lakini mahali Mungu alipokuinua, usiwafanyie wenzao kama ndio fimbo ya kuachapia. No. Mwambie jirani yako no. Mwambie no. Inavunja ushirika kati yako wewe na Mungu. Unajua kuna mtu kiburi kikiinuka kule ndani, kiburi cha fedha.
Hata watoto ndio wanasema bosi, bosi, na baadaye anaanza kutembea kibosi.